Kuna mwingine mwanaume akishamuona tu mwanamke ana uwezo, anajijengea tu. Unaposema huyu mwanamke imara, unampa kiburi. Wasomi wengi huwa inakuwa ni ngumu sana kuolewa. Mwanamke afanye kazi, kama ni cheo mwanamke hawezi kupata cheo pia. Kiburi kinampanda, kwa hiyo mwanaume anakuwa anaogopa kupandwa kichwani. Pamoja na kwamba sijaolewa na sina mtoto. Wakati huo wapo na wanawake ambao hawataki kuolewa na wanaume pengine ambao wamewazidi. Dhana ya mwanamke imara inaweza ikawa na tafsiri pana sana. Uhali gani mtazamaji wa Kikora Media? Katika 1, 2 na 3, leo gurudumu la mwanamke imara limeamua kutembelea katika kada nyingine tofauti. Na hii ni tume ya usuluhishi na uamuzi, haswa katika masuala mazima ya sheria. Unatamani kufahamu tunakwenda kuzungumza na nani, mwenye cheo gani, utajifunza nini? Leo nitakuwa kiongozi wako. Langu jina Nesta Masangula, fuatana nami. Kwa jina naitwa Fortunata Moze, ni afisa mfawizi tume ya usuluhishi na uamuzi Kigoma. Mtu akisikia afisa mfawidhi aelewe kitu gani kwanza kabisa? Afisa mfawizi ni kama msimamizi wa kituo. Ndio. Na anakuwa na majukumu yapi? Majukumu yake makubwa ni kusimamia kituo, kusimamia wafanyakazi walioko chini yake na mambo mengineyo ambayo anaweza kuwa amepangiwa kutoka kwa wakuu wake. Na tukisema afisa mfawidhi anasimamia kituo, hapa tunalenga kituo gani ambacho yeye anakuwa anakisimamia? Kwa hapa ni kama ambavyo nimetambulisha kwamba niko tume ya usuluhishi na uamuzi. Hii ni ofisi ya tume ya usuluhishi na uamuzi Kigoma, kwa sababu tuna ofisi nyingi, mikoa mingi. Kwa hiyo tume hapa ni kwa ajili ya mkoa huu. Hii ndio ofisi yetu ya tume ya usuluhishi na uamuzi Kigoma. Sasa tume ya usuluhishi na uamuzi tunasuluhisha kitu gani? Kuna vitu vingi sana ambavyo vimeundiwa tume. Kuna migogoro ya ardhi, kuna migogoro ya familia na vitu vingine. Tunaposema tume ya usuluhishi na uamuzi, tunamaanisha kwamba tume hii inashughulika na migogoro ya kazi katika hatua kuu mbili: usuluhishi na uamuzi. Kwa maana usuluhishi kwa maana kwa njia ile ya mazungumzo ya amani, na wadawa kwa maana ya mwajiri na mwajiriwa. Hatua ya uamuzi ni ile hatua ambayo inakuja baadaye ikitokea kwa mfano mazungumzo yale ya kirafiki yameshindikana, ndio wanaweza kwenda kusikilizwa katika mfumo kidogo unakuwa kama wa kimahakama. Kwenye taaluma ya sheria, ukizungumzia mawakili, majaji, mahakimu na watu wote ambao wanahusika kwenye taaluma hiyo, imeonekana wanawake ni wachache sana kwenye taaluma hiyo. Unahisi labda tatizo kubwa sana ni lipi hapo? Sidhani kama wanawake ni wachache sana. Mimi kwa mfano kama ofisi yangu ya tume ya usuluhishi na uamuzi naona wanawake ni wengi kuliko wanaume kwa ofisi yetu. Sina idadi sahihi ya majaji wako wangapi na mahakimu wako wangapi huko, lakini naamini wako wanawake wanasheria na wako wanawake majaji na wako wanawake mahakimu, na kwetu sisi kuna wanawake ni wasuluhishi na kuna wanawake ni waamuzi. Naweza kusema labda uchache ni kutokana labda na uchaguzi wa mtu, kwa sababu lazima kila mtu aweze kuchagua kile kitu anachokipenda kukisomea. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna kwenye career zingine kuna wanawake wengi zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo mimi nadhani ni vile tu mtu anavyochagua. Sheria sio ngumu kuisomea? Ina ugumu wake. Ugumu wake uko kwenye eneo lipi labda? Naweza kusema ni namna ya kuitafsiri sheria inavyotaka. Nadhani ugumu unaweza ukawa hapo kwa sababu tafsiri zinatofautiana. Mimi naweza nikatafsiri sheria vile ambavyo naona inatakiwa na mwingine akaja kaitafsiri sheria vile vile ninavyoona inatakiwa. Kwa hiyo ni ile namna ya kujenga hoja. Ile hali ya kujenga hoja. Kwa hiyo inaweza ikasababisha hiyo ugumu, lakini inaweza isiwe ngumu pia kama utaweza kusoma na kujizatiti kwamba nataka kusomea hiki kitu, nataka kubobea katika hiki kitu, inaweza isiwe ngumu. Okay. Tangu umeanza kufanya kazi hii ukiwa katika taaluma hii una muda gani mpaka sasa? Nimeanza kazi mwaka 2014, kwa naenda mwaka wa 11 sasa. Mtu ili apate huduma hapa, pengine anataka kusikilizwa kesi yake,
kuna namna anatakiwa kulipia, kuna charge yoyote pengine? Ya, hapo awali tulikuwa hatutozi, kulikuwa hakuna tozo, lakini kuna mabadiliko ambayo yametokea mwaka 2025 na mabadiliko hayo yatawahitaji watu, itawahitaji wadawa au niseme wateja wetu kuweza kulipia, na tutaiweka sawa, watu wataweza kuelezwa inaanza lini rasmi, lakini sheria imeshatoka, imeshapitishwa kabisa. Kwa hiyo kutakuwa na tozo ambayo watatakiwa kulipia, ila bado haijaanza. Kimsingi sheria imeruhusu tayari, bado umebaki utekelezaji wa kiofisi. Kutangaza rasmi kwamba kuanzia tarehe fulani sasa kila kesi itakayokuja ofisini itatakiwa kulipiwa. Na uzuri sheria iliyotoka sasa hivi imeweka kiwango kwamba inatakiwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mtu ataelezwa na watu tutawafundisha, tutawaelekeza kwamba ukitaka kufungua kesi unahitaji kulipa kiasi kadhaa. Ukitaka kufanya hivyo unatakiwa kulipia kiasi kadhaa. Kwa tunasubiri utekelezaji wa ofisi itoe tamko rasmi kwamba tarehe fulani sasa, kwa sababu ya mabadiliko ambayo yametokea ya sheria au ambayo yameainisha kwamba anayeleta mgogoro katika ofisi yetu lazima alipie, tunaanza rasmi tarehe fulani. Kwa hiyo wasubirie tamko rasmi la ofisi kwamba utekelezaji rasmi unaanza tarehe fulani. Kutengeneza mifumo. Okay, na pengine labda mwamko wa wateja wenu au mwamko wa jamii kwa ujumla kuhusiana na ofisi yako na wao kujua haki zao ukoje kwenye jamii? Naweza kusema kwa sasa hivi watu wana uelewa wa mahali pa kwenda kufungua migogoro yao. Wana uelewa, nadhani uelewa upo tofauti na miaka kama 5 au 6, 7 iliyopita. Kwa sababu ni kwa mfano kama mimi hapa ofisi yangu niseme napokea migogoro kutoka wilaya ya Kakonko, Kibondo, Buhigwe, Uvinza, Kasulu na hapa. Kwa kama ninaona kuna mteja anatoka Kakonko, maana yake kuna uelewa kwamba kuna ofisi inayoshughulika na masuala ya kikazi. Turudi hapa, kama mwanamke unapata changamoto zipi hasa katika, kwanza tuanze, ulipata changamoto zipi wakati unasomea taaluma yako ya sheria mpaka ukatunukiwa kuwa kwenye kiti hiki hapa? Ni changamoto zipi ambazo umewahi kuzipitia pengine? Binafsi naweza kusema tu ni changamoto za kawaida, kwangu hazikuwa kikwazo, kwa sababu sikubaguliwa kwamba kwa sababu ni mwanamke unabaguliwa kusoma, hapana. Ni changamoto tu za kawaida ambazo kila mmoja anaweza kupata. Kwa mimi binafsi sijawahi kupata changamoto yoyote. Familia ilinisupport kwa sababu ndio ilinisomesha, na watu walionizunguka walinisupport. Hakuna mtu aliyesema kwa sababu wewe ni mwanamke huwezi kusoma, huwezi kufanya nini, hapana. Mimi sikupata changamoto yoyote. Okay, na pengine labda kwenye upande wa kazi kuna ugumu gani ambao wewe unaupitia kwa sababu wewe ni mwanamke, wewe ni mama, wewe ni mtu fulani? Yaani kuna namna ambavyo jamii inakuchukulia tofauti, ama kuna changamoto zipi ambazo unakutana nazo sana kazini? Changamoto zinaweza zikawepo kwa uchache. Labda mwingine anaweza akasema anayesikiliza kesi yangu ni mwanamke. Hivyo, lakini sio kwa ukubwa huo. Kwa sababu sasa hivi wanawake wanafanya kazi, na nadhani jamii imeshakuwa na uelewa kwamba mwanamke anatakiwa kufanya kazi. Ana haki sawa ya kufanya kazi, kupata elimu na kufanya kazi. Kwa hiyo labda tu ni zile changamoto tu akikuta ni mdada. Lakini kuna wengine ukiwakuta akimwona mwanamke wanafurahi zaidi kwa sababu mwanamke ana moyo wa mama. Sijui niseme kuna ule moyo wa mama ni tofauti na mwanaume. Mwanamke ana uwezo, anauelewa zaidi yani kwamba ana namna zaidi ya kusikiliza tofauti na mwanaume. Anaweza kukusikiliza. Yani ana uwezo kukusikiliza, akakushauri vizuri. Mimi naamini hivyo. Mwanamke ni mshauri mzuri zaidi. Kwa hiyo mimi sijapata changamoto kubwa, ni chache tu kwamba huyu ni mwanamke. Lakini sasa hivi nadhani kuna uelewa mkubwa wa mwanamke kuweza kukaa kwenye kiti na kusikiliza na kutoa maamuzi. Wanasema utafutaji wa mwanaume ni mgumu kuliko wa mwanamke. Hili neno unaliweka katika kundi lipi?
utafutaji wa mwanaume ni mgumu kuliko wa mwanamke. Inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu majukumu baba anachukua nafasi kubwa sana. Anachukua nafasi kubwa sana. Yaani mama anaweza akakaa nyumbani akalea, lakini baba lazima aweze kufight angalau familia iweze kupata chakula, ipate mavazi. Lakini pia hata utafutaji wa mwanamke na yenyewe sio mrahisi kama wanavyosema. Kwa mimi naweza kusema naweza ngasema utafutaji kwa mwanaume ni asilimia kama mgumu kwa asilimia labda 70, lakini na kwa mwanamke inaweza kaa kwa asilimia 30. Ninasema hivi kwa sababu jamii nyingi tukiangalia maisha yetu kiuhalisia ya Kitanzania, wababa ndo wamekuwa na mchango mkubwa katika familia. Kwa mtazamo wangu mimi, mwingine anaweza kaeleza mtazamo wake. Na ukiangalia namna ambavyo sisi tunaishi Kitanzania, unakuta familia nyingi baba ndo anaamka asubuhi, anaenda kazini, anatafuta. Na in case ameenda huko hajapata, lazima aumie kwamba hivi mimi mke wangu nitamlisha nini, watoto wanadaiwa ada, hivyo hivyo. Mama wakati mwingine anakuwa anasubiri baba aweze kuleta, lakini sio kwamba anakaa nyumbani anakuwa tu afanye issue yoyote, na yeye anakuwa na kazi zingine anazozipata. Kwa nadhani mwanaume anachakacha zaidi huku akilini, nifanye nini ili familia yangu iweze kwenda, nifanye nini ili familia yangu iweze kupiga hatua. Nadhani inaweza kawa katika mtazamo huo, lakini katika utafutaji kwa karne ambayo tuko nayo sasa hivi, hata kwa mwanamke imekuwa ni changamoto pia. Anaweza kaenda sehemu, kuna baadhi ya shughuli ambazo unaweza kukuta hazitaki kumwajiri mwanamke, wanasema hii kazi haimfai mwanamke, kwa sababu wewe ni jinsia ya kike, haimfai, hii kazi ni ngumu, hawezi kuifanya. Kwa unakuta wanataka tu mwanaume ndiye aweze kuajiriwa kwa sababu wanaangalia ile nguvu yake kwamba inatofautiana na mwanamke. Sasa akishakosa kazi maana yake kama mama ambaye anasimamia familia, na yenyewe familia haiwezi kwenda. Okay. Kama mwanamke uliwaza nini ukapenda kusoma swala la sheria? Kuna mtu ulikuwa unamtazama ambaye alikuwa anakuwa kama kioo kwako, ulijifunza kwa mtu, ama familia ilikushawishi kusomea sheria? Mimi sikushawishiwa. Nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuangalia movie. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuangalia movie za kimahakama ambazo watu wamepelekwa mahakamani, afu jaji sana sana kwa wenzetu movie zao ni majaji, unakuta majaji wanasikiza ile kesi afu wanatoa uamuzi dhidi ya kile ambacho kimepelekwa mbele yake. Nilikuwa napenda. Kwa nilikuwa nikipenda vile, nikiangalia vile, nilikuwa kuna kitu kilikuwa kinavutia. Nikamwambiaga babangu nikiwa mkubwa nataka kusoma sheria. Na baba yangu aliweza kuitunza hicho kitu kwa sababu nilipofika mkubwa nilitaka kubadilisha. Sikutaka kusoma sheria tena. Yaani sijui wanasemaga akili za kitoto zikifika baadaye zinabadilika, yani unaweza kaangalia maisha afu ukabadilisha. Kwa hiyo nilivyokuwa mkubwa nikamwambia baba sitaki kusoma sheria. Baba akasema hapana, tangu ukiwa mdogo ulikuwa unasema kwamba utasoma nini? Utasoma sheria. Kwa sababu ulishaweka hivyo, lazima ndoto zako uweze kuzifanyaje? Kuzitimiza. Kwa hiyo badala ya kwenda kusoma kitu kingine, na nakumbuka kipindi kile ilikuwa unachagua vyuo, unachagua, nakumbuka kipindi hicho nilichagua chuo cha kwanza kilikuwa UDOM, nikachagua chuo kingine nilichagua Makumila University, afu nikachagua Tumaini University ambayo sasa hivi inaitwa Iringa University. Zilivyokuja machaguo nikakuta Makumila nimechaguliwa nikasome sheria. Tumaini University nimechaguliwa kusoma sheria. Lakini chuo cha UDOM nimechaguliwa kwenda kusoma sociology. Kwa nikaambiwa sasa hivi vyuo vyote vimekuchagua, nataka kwenda wapi? Nikamwambia naenda kusoma sociology. Baba akasema hapana, utarudi hapa kwenye ndoto yako, kwa sababu sociology haikuwa
ndoto yako. Kwa hiyo naweza kusema kwamba baba yangu amefanyika sehemu ya kunisaidia kufika hapa. Okay, na ulitaka kwenda kusomea kitu gani kingine? Ni hicho tu. Nilikuwa napenda sociology ndani yangu. Yaani nikilikuja tu baadaye sociology. Nini kilikufanya ubadilishi mawazo? Ulihisi labda sheria itakuwa ngumu ama maneno? Unajua wengi huwa tunadanganywa na maneno ya watu. Unakwenda kusoma sheria, sheria ni ngumu sana, huwezi kuweza hivyo. Na ilikuwa ni hivyo. Ukimwambia mtu mimi nataka nikimaliza form 6 nikasome sheria, ilikuwa mtu anakuambia hamna, sheria ni ngumu. Alafu unajua kuna ile shule ya sheria, law school. Kule wakifaulu wakienda wanafunzi labda 70, unaweza katoka wanafunzi 10. Sasa wewe na wewe utatoka humo. Kwa ile inakujengea hofu kwamba sasa kwa nini nianze kujipeleka huko kwenye hizo hatua nyingi? Kwa nini nisiende kwenye kitu ambacho ni cha kawaida? Kwa hiyo na mimi nilibadilisha mawazo kwa sababu hiyo. Lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ni jitihada na ile passion ndani ya mtu kwamba mimi nataka kuwa mtu fulani, na kama nataka kuwa mtu fulani lazima niweke jitihada hapo niweze kufikia ile ndoto ambayo nimekuwa nayo ndani. Yaani ile ndoto isikae tu ndani kwamba mimi natamani kuwa fulani, ile ndoto iweze kuonekana nje. Okay. Sasa kuna huu msemo wanasema kwamba wasomi wengi huwa inakuwa ni ngumu sana kuolewa. Huenda labda kwa sababu wasomi sana wanawake akishapata ile elimu akapata ajira akawa na fedha yake, huwa kuna kiburi kinampanda, kwa hiyo mwanaume anakuwa anaogopa kupandwa kichwani. Lakini pia nimewahi kusikia mtu asema yule mtoto fulani kasoma kafika chuo, kuolewa kwake itakuwa ngumu kweli. Hili swala wewe unalichukuliaje ama unalizungumziaje? Okay. Mimi sidhani kama wasomi inakuwa ni ngumu. Ni uelewa tu wa jamii. Lakini umewahi kukutana na hiyo scenario? Ndiyo. Hiyo misemo ipo kwamba amesoma, hasa kwa wanawake ambao wamesoma sijui sheria huko wanaogopa nini. Lakini mimi ninadhani ni mtazamo tu wa jamii ambao umejijengea, lakini ni wanawake kama wale ambao wao wanaona kwamba sijui hawajasoma au hawana elimu. Ni sema tu tumetofautiana uelewa. Uelewa umetofautiana. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna ugumu wote wa kumuoa mwanamke ambaye amesoma. Awe amesoma sheria, awe amesoma uchumi, awe ana gari, awe anamiliki nyumba. Mimi sidhani kama kuna ugumu wote. Hakuna ugumu wote katika hilo. Lakini ni jamii ambayo imejitengenezea hayo mazingira. Mimi siamini kwamba mtu aliyesoma atakuwa na kiburi. Mbona mimi naona watu wako kawaida tu, na kuna watu wengi wameolewa na wamesoma, wana ma-PhD, wamesoma. Kwa mimi sioni ugumu wa mwanaume kwenda kumuoa mwanamke ambaye amesoma. Sioni huo ugumu. Wakati huo wapo na wanawake ambao hawataki kuolewa na wanaume pengine ambao wamewazidi kwenye eneo fulani. Hiyo sasa ni jambo binafsi. Hiyo ni choice ya mtu. Mimi sitaki kuzungumzia sana. Kwa sababu tukienda kumuuliza kwa nini wewe hutaki kuolewa na mwanaume ambaye umemzidi kipato, ana sababu zake. Labda heshima itapungua. Kuna mwingine mwanaume akishamuona tu mwanamke ana uwezo, anajijengea tu mazingira kwamba kwa sababu huyu ana hela kunizidi mimi hata niheshimu. Alafu ukifuatilia sio kweli. Kuna wamama ambao wana hela na kuna wamama ambao mimi nawajua wako vizuri kiuchumi na waume zao hawako vizuri, lakini heshima ipo. Kwa hiyo ile ni tabia binafsi ya mtu. Kuna mtu anaweza akawa hajasoma na ana hela na bado asikuheshimu. Unahisi labda elimu yako ina mchango wote kwenye jamii? Ina. Kwa kiasi fulani ama kwa kiasi kikubwa, lakini pia kwa namna ipi? Elimu yangu ina mchango katika elimu. Hasa kwa watu ambao wamepita mbele yangu kwenye mashauri au migogoro ambayo nimekuwa nikisikiliza. Kwa hiyo naweza nikasema ni mchango. Kuna migogoro mingi nimeisuruhisha ambayo naweza kujivunia kwamba hiki nimefanya, nimesuluhisha, huyu mtu amepata haki yake.
Mimi kila mmoja amepata haki yake vile na ameondoka analizika na amefurahishwa. Na kuna watu wengine ukiwasikiliza, ukiwashauri, wanakuambia umetushauri vizuri, umetusaidia, yani anakushukuru. Anakushukuru wewe hata kama jamii haioni, lakini kuna ile anasema nimefurahishwa na vile ulivyotuendesha, nimependa na tutachukua njia hiyo moja kwa moja, na unakuta mgogoro unaisha. Okay. Kwa nini kwenye taaluma nyingi sana unakuta kuna hivi vyeo vya mheshimiwa sio fulani? Nilikuwa natamani nijue utofauti huo unakuwa wapi, ni kwenye elimu, ni kitengo anachofanyia kazi, ama huwa inakuwaje? Mheshimiwa naweza kusema ni cheo ambacho ni kama sifa, naweza kuipeleka katika sifa, ni aina ya sifa kwamba huyu ni mheshimiwa kulingana na ile nafasi ambayo amepewa. Ndio maana tukienda kwa majaji tunasema mheshimiwa jaji, hakimu, mheshimiwa hakimu, hata mawakili tunaita ni waheshimiwa mawakili. Ni kulingana na ile kada ya mtu ambaye ameisomea. Lakini pia inaweza ikawa ni uheshimiwa kwa sababu ya ile nafasi ambayo mtu amekaa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa rais, hivyo. Kuna kosa nisiposema mheshimiwa jaji? Unakuwa umemshusha, kuonyesha usamani wa ile nafasi. Uwezo kumuita wewe mkuu wa mkoa, hapana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kumuonyesha kwamba umethamini cheo na nafasi. Thamini kile cheo, usamani wa kile cheo kinahitaji kuwa aitwe mheshimiwa. Tangu umeanza kuifanya kazi yako mpaka leo, kuna mafanikio pengine unayaona? Naweza kusema mafanikio ni kwa ajili ya ofisi. Maana unapofanya kesi zinapoletwa mbele yako, ukasuluhisha, ukamaliza, hilo ni fanikio, ni mafanikio makubwa. Au ukapewa kesi kwenye hatua ya uamuzi, ukaifanya, ukaimaliza kwa wakati, yale ni mafanikio. Na kama mwanamke, mafanikio haya naweza kuyazungumza katika namna kwamba mimi ninavyofanya kesi haraka, ikaisha haraka, ninasaidia ukuaji wa uchumi. Maanake watu wataacha kuja hapa na kuendelea na shughuli za uzalishaji. Kwa mafanikio ambayo naweza kuyazungumza, kadri unavyomaliza kesi mapema, unasaidia ukuaji wa uchumi, kwa sababu watu wana ule muda badala ya kutumia hapa, wanaotumia katika utafutaji. Kuna mtu akikutizama wewe, fulani ameweza, afu ni mwanamke, unahisi labda unachukuliwa kama chachu ya mafanikio ya watu wengine? Inaweza nikachukuliwa kama chachu, kwa sababu labda kuna vitu ambavyo niko navyo mtu mwingine hana, kwa anasema kama amefanya kazi na ni mwanamke ameweza kuwa na kitu hiki, manake inawezekana. Na tukimzungumzia mwanamke imara, tunamzungumzia mtu wa namna gani? Okay. Naweza kusema dhana ya mwanamke imara inaweza ikawa na tafsiri pana sana. Kwa sababu unavyochukua neno imara lina tafsiri ya kitofauti. Ukisema imara maana yake ni kitu ambacho hakiteteleki. Sasa tusiende huko, kwa sababu tunaweza tukaitafsiri jamii isiweze kukubaliana na tafsiri kwamba mwanamke kweli ateteleki, asumbuliki, ukitafsiri ile neno imara. Sasa mimi kwanza niseme jamii, tunaposema mwanamke imara, jamii isiwe na ile picha kwamba unaposema huyu mwanamke imara unampa kiburi. No. Tuichukulie mwanamke imara katika mambo kama 3 au 4. Jambo la kwanza, mwanamke imara katika zana ya familia. Yani mwanamke kama mlezi, kama mke, sawa? Manake mwanamke kama mlezi, manake ni mama ambaye analea watoto wake vizuri, anawasaidia watoto wake, yani watoto wake wanakuwa katika makuzi mazuri. Lakini tukija katika zana ya mwanamke, tuje katika zana ya mwanamke imara katika namna ya kiuchumi, kwamba ni mwanamke ambaye hakai akasubiria, yani kwamba yeye aletewe. Ni mwanamke ambaye anaweza kuingia mtaani akapambana, akajikwamua na hali ya umaskini, akaisaidia familia. Lakini pia naweza kuitafsiri dhana hii katika namna ya kiuongozi, kwamba mwanamke ana uwezo kukaa kwenye nafasi naye akaongoza. Hiyo ndo dhana ya mwanamke imara, yani mwanamke kama kiongozi.
Lakini pia naweza kuitafsiri mwanamke imara katika dhana ya kijamii, kwamba ni mtu ambaye anashirikiana na jamii, anaangalia matatizo katika jamii, anatafuta solution ya yale matatizo katika jamii. Kwa mimi mwanamke imara naweza nikamtafsiri hivyo. Lakini tukienda kwenye dhana ya kutafsiri, ukisema mwanamke, huyu ni mwanamke imara, kuna wengine wanaweza kuichukulia hiyo dhana katika namna tofauti. Yaani kwamba unaona hizi issue za kumuinua mwanamke, sijui kufanya nini mwanamke, sijui nini. Ukienda kuna watu wengine wana mawazo, sijui niseme mawazo hasi juu ya hicho kitu, juu ya hizo harakati za kumsaidia mwanamke. Na wanasema huyu mwanamke anajengewa kiburi. Mwanamke anafanywa nini? Sio kumjengea kiburi. Yaani ni katika ile namna ya kumfanya na mwanamke aweze kufanya zile kazi ambazo anaweza kuzifanya, ambazo unakuta hazina ile ya kusema hii ni kazi ya kiume, kwamba au kufanya vitu ambavyo viseme kwamba huyu mwanamke. Yaani kama ni shule, binti aende shule; kama ni ofisini, mwanamke afanye kazi; kama ni cheo, mwanamke aweze kupata cheo pia, aweze kukaa hivyo kuweza kusaidia. Na sasa hivi unaona wanawake wengi wako vizuri katika uongozi. Kwa hiyo unaweza kuita hiyo ni dhana ya mwanamke imara. Naam, tumezungumza mengi kutokea mwanzo mpaka sasa hivi, lakini natamani utoe neno, japo neno moja kwa binti, mwanamke imara, lakini pia na mama ambaye pengine anatamani ajifunze kitu kutoka kwako wewe kama wewe. Okay. Kitu ambacho naweza kusema kwa mabinti ambao wako shule, wapambane, wasome, lakini pia wakiwa shuleni waweze kujitafakari. Kitu cha kwanza ambacho kinamsaidia mtu aweze kupiga hatua ni kujiuliza, Fotu ni nani? Mimi naitwa Miriam. Miriam ni nani? Miriam unaweza kufanya kitu gani? Kwa kama mwanamke, kama binti, akae kwanza ajitafsiri. Mimi ni mtu fulani, ninaweza kufanya hiki, siwezi kufanya hiki. Nahitaji kusaidiwa hiki. Kwa hiyo itamsaidia mtu aweze kufikia malengo yake. Lakini pia niseme tu kwa wazazi, wasichoke kuangalia watoto wao, wasichoke kuwalipia ada, hivyo. Neno moja kwa mwanaume. Wanaume wengi wamekuwa ni watu ambao wanawakandamiza sana wanawake kwa namna fulani, kwa sababu tukizungumzia mwanamke imara hawezi kuwa mwanamke imara kama hatuna mwanaume ambaye anaweza kumsupport, kwa sababu watu wengi wanasema kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke, lakini kila nyuma ya mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume. Sasa wapo wanaume ambao wao ndio wanatumika kama chombo ama nguzo ya kuwadidimiza wanawake. Wewe waambie neno moja siku ya leo, wabaki nalo, wajifunze siku ya leo. Kitu ambacho naweza kuwaomba wanaume, kitu cha kwanza, mimi sio kimoja, naomba naongee na wanaume kidogo. Wakaka aswa wa kizazi hiki wafanye kazi jamani. Mwanaume ni mwanaume, yaani twende mbele tu, ni mwanaume ni mwanaume. Kwa wanaume, hata kama mwanamke wako anafanya kazi, fanya kazi, piga kazi, itakupa heshima. Watu wengi wanasema waheshimiwi kwa sababu sasa hivi tumekuwa na kizazi cha watoto wa kiume wanaopenda kureceive, yani kupewa kutoka kwa wanawake, lakini kiasili mwanaume ndo mtoaji. Kwa mimi naweza kuzungumza na wakaka, watafute, wapige kazi, wapambane. Lakini pia kitu ambacho nataka kuzungumza na wanaume, wawe bega kwa bega kuwasaidia, kuwasapoti wanawake ili waweze kupiga hatua. Kumsapoti mwanamke sio kumtengenezea kiburi. Unapomsapoti mwanamke itakusaidia hata wewe baadaye, kwamba mahali ambapo umekwama mwanamke awe msaada kwako pia. Kwa hiyo naweza kuzungumza hayo. Okay. Tukimwelimisha mwanamke tumeelimisha jamii nzima. Unalizungumziaje? Ni kweli, kwa sababu mwanamke ana moyo naweza kusema mwanamke ana moyo wa tofauti sana, wa kupenda kuona watu wengine
wana nini wanafanya. Lakini pia mwanamke naweza kumzungumzia ni kama picha ambayo mtu akiona anaweza kusema kama ni mwanamke amefanya na mimi naweza kufanya. Kwa ukimwelimisha mwanamke mmoja, kwa mfano ukimsaidia binti mmoja akafanikiwa, mabinti wengine wanapata nguvu ya kuwa kama yule mwanamke. Ndo naweza kuitafsiri hivyo. Lakini mwanamke pia ana moyo wa kitofauti, moyo wa kipekee wa kusaidia. Kama unavyoona kwenye familia nyingi, unaweza kukuta kaka wako mbali na wazazi, lakini binti yuko tayari kupambana wazazi waweze kupiga hatua. Kwa ile picha tu ya kumpiga huyu dada yuko hivi, inampa nguvu mwanamke mwingine kusema huyo nisiwe na hofu, ninaweza kufika katika hatua ya mbele. Shukrani sana. Mimi niseme asante kwa muda wako. Naam, na hatimaye tumefikia tamati ya kipindi chetu pendwa cha Mwanamke Imara ndani ya Kikora Media. Langu jina Nesta Masangula, nilikuwa naye Fortunata Muzee, afisa mfawidhi katika Tume ya Usuluhishi na Uamuzi Kigoma. Nyuma ya kamera ni John Christopher akiwa naye Julius Kantalungwa. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.